Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho leo hii wamekwenda kukitangaza kuhusiana jambo lao kubwa kabisa ambalo pengine inaweza ikawa ni taarifa njema kwa mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mara baada ya taarifa kuweza kutolewa kuhusiana na kocha mkuu Amerudi Amdi kuweza kutangaza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans mwishoni mwa msimu huu, maswali yakawa kwa mashabiki wanauliza uongozi wao, nani ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha Hamdi Amerudi kwa sasa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans leo hii imekwenda kutangaza kocha mpya ambaye atatua kwenye kikosi chao mwishoni mwa msimu huu, ambapo tayari wameweza kufikia makubaliano ya pande zote mbili ya kuweza kusaini kandarasi. Utakwenda kujua ni kandarasi ya muda gani na kocha huyo ni nani, lakini kocha huyo ni kocha mwenye CV za kutosha kabisa. Ni kocha ambaye ana rekodi kubwa kweli kweli. Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia Young Africans. Bana, taarifa mwishoni mwa msimu huu ilikuwa ni taarifa ya kuondoka kwa kocha Amerudi Amdi. Watu wakasema ya kwamba nini ambacho klabu ya soka ya Young Africans inakwenda kukifanya. Mbona kocha anaonekana ana future nzuri kabisa na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa sababu toka alipoweza kuchukua timu mpaka sasa hajafungwa mchezo hata mmoja ambao akiwa kama kocha mkuu wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Zaidi ni kwamba ameendelea kuweza kuimarisha kikosi na kufanya rotation ya wachezaji wengi kupata nafasi ya kucheza. Kwa sasa ni ngumu kutabiri kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwamba ataanza nani na nani, kwa sababu unaweza ukashangaa akaanza na kikosi tofauti na kile ambacho kilichocheza mchezo uliopita. Ni kwamba zaidi ya kwamba wachezaji wamekuwa timamu na kila mchezaji anaitaka mechi. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia mafanikio makubwa ambayo aliweza kuyakuta kwenye kikosi hicho, ambapo unafahamu ya kwamba kocha Sidi Ramovic alimwachia timu Hamdi Amerudi, timu ikiwa kwenye nyakati ambayo sio nzuri, imetoka kupoteza michuano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi kikosi kikawa kina utimamu, akafanya utimamu, ukarejea, akaanza kugawa dozi mpaka kufikia watu nakula zaidi ya goli 8 katika mechi moja. Hiyo ni mafanikio ambayo aliweza kuyatengeneza kocha Hamdi mara tu baada ya kuweza kutua akitokea zake pale Singida Black Stars. Sasa mwishoni mwa msimu huu taarifa ikatoka ya kwamba makubaliano ya pande zote mbili yameweza kuafikiwa kati ya kocha Amerudi Amdi na uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kuweza kufikia makubaliano mwishoni mwa msimu huu kwamba hatoendelea kuifundisha kikosi cha Young Africans. Sasa maswali yakawa kwa mashabiki wakielekeza kwa uongozi wao, kama kocha Amerudi Amdi anaondoka kwenye kikosi cha Yanga, nani ambaye atakuja kuchukua timu hiyo mwenye CV na sio kocha tu, ili mradi ameweza kusoma ukocha, basi anaweza kuifundisha Young Africans. Basi kocha ambaye atakayekuja awe mwenye rekodi na CV ya kutosha kabisa. Sasa taarifa kutoka Young Africans inaambiwa kwamba baada ya nguvu zote kwa uongozi wa klabu ya soka Young Africans kutafuta kocha, unaambiwa sasa wamedondoka kwa kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns na Wydad Casablanca, Rurani Mokwena, ambaye kwa sasa inaelezwa kwamba hana timu na wapo katika mazungumzo ya mwisho kabisa kuhakikisha wanamshawishi kocha huyo kuja kutua kwenye kikosi cha Young Africans kunako msimu ujao.
ujao. Inaelezwa kwa viongozi wa timu hiyo wanataka kocha huyo mwenye uzoefu wa michuano ya kimataifa kuhakikisha wanafanya vyema huko, na inaelezwa kocha huyo anatamani kuja kufanya kazi Tanzania. Dili la kocha huyo kujiunga na Yanga limepamba moto baada ya kueleza kuwa timu hiyo imeachana na dili la kumtaka kocha Florent Ibenge, hivyo nguvu zote ambazo zilikuwa zimeelekezwa kwa kocha Rurani Mukwena, ambaye pia ameweza kuweka bayana kwamba yuko tayari kuweza kushusha mshahara wake ili aweze kuja kuifundisha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kumbuka kocha huyu profile yake kwa sasa ni kubwa, na pesa ambayo atakuwa akiweza kuhitaji ni pesa kubwa, hivyo basi anahitaji kupunguza kiasi ambacho alichokuwa akiweza kuzitoza timu zingine ambazo alizokuwa akizifundisha ili kufanya kazi na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwani CV yake kocha huyu iko vipi na ametokea wapi? Watu wanajuaga kwamba anaitwa Rurani Mukwena. Je, ni nani zaidi? Tumfahamu Rurani Mukwena, kocha mtarajiwa wa kikosi cha mabingwa wa nchi mara 29, hapa nazungumza mara 30 kumrazi, wa ligi kuu ya soka Tanzania bara Young Africans. Kwa majina anaitwa Rurani Mlungusi Mukwena. Amezaliwa Januari 9 mwaka 1987 huko Afrika ya Kusini, ambapo ni kocha kwa sasa alikuwa akifundisha Wydad, hapa nazungumzia Athletic Casablanca, ambapo wameweza kumalizana kwa kocha huyo kuachana na timu hiyo. Jina lake kamili anaitwa Rurani Mlungusi Mukwena. Kama nilivyokuambia, amezaliwa mwaka 1987 tarehe 9 ya mwezi wa kwanza. Ana umri wa miaka 38 mpaka sasa, na sehemu ambako amezaliwa ni katika jiji la Johannesburg, South Africa, ambapo timu ambayo alikuwa akifundisha ambayo ameachana nao kwa sasa ni Wydad Casablanca kutoka kule nchini Morocco, ambako akuwa na nyakati nzuri kabisa. Ameanza kufundisha ameanza kuwa kocha katika official kabisa, hapa nazungumzia mwaka 2014 hadi 2017 akiwa ni msaidizi pale Mamelodi Sundowns. Mwaka 2017 mpaka 2020 alielekea Orlando Pirates na kule akawa ni msaidizi, lakini hapa nazungumzia mwaka 2019 akawa yupo pale Orlando Pirates kama mtu wa ufundi, lakini mwaka 2020 akaenda Chippa United akawa pia ni mtu wa ufundi wa kimichezo, lakini mwaka 2022 akawa ni kocha msaidizi wa Mamelodi Sundowns. Mwaka 2022 mpaka 2024 akawa ni kocha mkuu wa Mamelodi Sundowns, lakini mwaka 2024 hiyo akaondoka Mamelodi Sundowns na kuelekea Wydad Casablanca, huko ambako yeye aliweza kuwa kocha mkuu. Unaona bana, pale akiwa anafundisha timu hiyo, unaona bana. Lakini ukija katika mafanikio ambayo ameweza kuyapata, ni pamoja aliweza kupata, hapa nazungumzia South African Premiership mwaka 2021 22 aliweza kuchukua taji hilo. Mwaka 2022 23 akachukua, 23 24 akachukua, lakini ana taji la African Football League ambalo alichukua mwaka 2023 ambalo alilipata baada ya kuweza kuwafunga na hapa nazungumzia walikuwa ni Al Ahly, unaona bana, katika michezo ambao waliweza kucheza katika ile taji la Super Cup. Bana, hiyo ndio historia ya kocha Rurani Mukwena ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.